Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tunaendelea kukumbushana mambo mbalimbali na fadhila mbalimbali na fursa ambazo zinapatikana ndani ya masiku haya matukufu, nayo ni masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, moja katika fursa muhimu na adhim ambazo zinapatikana ndani ya Ramadhan ni fursa ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza akauliza, unazungumzaje na Mwenyezi Mungu? Lakini sisi kama waumini tunaamini kabisa Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na sisi. Anatuambia taarifa muhimu, anatuelekeza katika mambo muhimu ya dini yetu kupitia katika Qur'an. Qur'an ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho amekiteremsha kama muongozo kwetu sisi. Unaposoma Qur'an unazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Unaposoma Qur'an maana yake unataka uelewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataka nini kutoka kwetu. Hiyo ndio maana ya kusoma Qur'an. Tunaelewa kwamba sisi tuna umuhimu wa kumfahamu Mwenyezi Mungu na kufahamu anatuambia nini, anatuelekeza nini. Hatuwezi kuelewa hayo kwa kusikiliza watu wengine, bali kwa kusoma Qur'an na kuifahamu maana yake. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Mwezi wa Ramadhani ambao sisi tumo ndani yake ni mwezi ambao unzila fihi alquran. Qur'an imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Imeteremshwa kutoka katika Lauhul Mahfudh katika mbingu ya dunia na ikaanza kuteremka kidogo kidogo kwa muda wa miaka 23. Lakini ile Qur'an yote kama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliteremka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kuna uhusiano mkubwa kati ya Qur'an na Ramadhani. Uhusiano mkubwa sana. Na ni fursa adhim kweli kwa kila Muislamu atenge muda wake kila siku kusoma Qur'an. Kila siku kusoma Qur'an. Aisome kwa kuitamka, lakini vile vile aisome kwa kutaka kujua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema nini. Sasa hivi kuna misahafu mingi ya tafsiri, iko juzuu moja, ziko juzuu 10 za tafsiri ya Kiswahili. Imezagaa kila sehemu, mtu anaweza kaipata sehemu yoyote. Kwa hiyo ni muhimu kuisoma Qur'an, kwa sababu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha si tuisome, yani wanasema kusoma kwa majaka. La hasha. Kwa majaka nadhani mnafahamu maana yake. Yani mtu anasoma lakini unasoma kwa nia kupata thawabu na utapata thawabu kweli. Lakini imeteremshwa kwa nia ya kuzingatia. Yani kila baada ya aya moja ukisoma unajaribu kufikiria, hapa Mwenyezi Mungu anajaribu kuniambia nini. Hapo ndo utapata faida ya Qur'an. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema katika Qur'an, kitabun anzalnahu ilaik. Hiki ni kitabu ambacho tumekiteremsha kwako wewe Muhammad, mubarakun. Ni kitabu chenye baraka ndani yake. Kwa nini? Liyadabbaru ayatihi, ili waweze kuzingatia yaliomo katika aya zake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutuambia nini, mazingatio. Waliyatadhakkara ulul albab, na wale watu wenye fikra na akili waweze kukaa na kufikiri kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuhusia nini. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuisoma Qur'an, lakini kuisoma kwa mazingatio. Ndugu zangu Waislamu, tutenge muda kusoma Qur'an kwa mazingatio. Hata kama itakuwa ni aya 3, aya ngapi, lakini zisome kwa kuelewa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataka nini katika Qur'an hiyo. Ukiacha kusoma Qur'an unaingia katika makaripio makubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiacha kusoma Qur'an, una muda wa kusoma Qur'an, unaweza kusoma Qur'an, na hata kama huwezi, kwa nini huwezi? Almuhim, ukiacha kusoma Qur'an unaingia katika makaripio makali sana. Na haya makaripio yanatupeleka katika mashtaka ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimshtakia Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema, waqala ar-rasul,
na alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume hapa hajasema, lakini alikuwa akishtaki kwamba watu wake hawataki kusikiliza Qur'an. Hawa ambao hawataki kusikiliza Qur'an ni mushrikina. Sasa wewe unapokuwa hutaki kuisoma Qur'an na kuisikiliza, pamoja na kuwa ni muislam, lakini unafanana na sifa ya mushrik, kwa maana hutaki kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema waqala ar-rasul, Mtume akasema, kashtakia, ya rab, ewe Mola wangu, inna qaumi, hakika watu wangu, ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjuran, wameihama hii Qur'an, wameikataa hii Qur'an, wameizira hii Qur'an. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawashtakia watu wake ambao ni Quraish wa Makka, hawataki kuisikiliza Qur'an, wameikimbia, wanafunga masikio, ikisomwa wanafunga masikio, hawataki kabisa kuhusiana na Qur'an. Lakini mufassiruna wetu wa Qur'an wanasema hii haina maana ni wale tu mushrikuna wa Makka. Hata wewe unapokuwa muislamu lakini hujishughulishi, huna muda wa kusoma, huna muda wa kusikiliza Qur'an, unaweza kuwa muda mrefu unasikiliza mziki, unasikiliza vichekesho, unasikiliza vitu vingine, lakini kija Qur'an unaifunga au unapita kama ni kwenye social media. Hutaki kabisa kusikiliza mtu anasoma Qur'an. Ina maana wewe unafanana kisifa na wale ambao wameihama na kuikataa Qur'an. Kwa hiyo ni sifa mbaya ambayo watu wasiosoma Qur'an wanakuwa nayo. Na aya baada ya aya hii, aya inayofuata ni makaripio makali sana. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjuran. Baada ya aya hii Mwenyezi Mungu anasema wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Kama hivi tumemjalia kila mtume awe na adui katika watu ambao ni mujrimin, watu waovu. Kwa hiyo imeunganishwa aya hii ya kuihama Qur'an na wewe kuwa ni adui wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mufassirun ndio wanasema hichi kitu. Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Na anatosha Mwenyezi Mungu Mola wako kuwa ni mwenye kuongoza na mwenye kunusuru. Imam Ibn Taymiyyah, mmoja katika wanachuoni wakubwa kabisa wa Kiislamu, katika kufasiri aya hii anasema fabayana, kama Mwenyezi Mungu amebainisha, anna man min hajri al-Qur'an, anna man hajara al-Qur'an, kama mtu atakayehama Qur'an fahuwa min a'da'ir rasul. Subhanallah, yani huyo atakuwa ni miongoni mwa maadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi unahama Qur'an? Hutaki kuisoma. Yani wewe katika umri wako wote sura ambazo unasoma zile za kuswalia, ukija ukakaa ukasoma Qur'an ukaijiendeleza katika Qur'an, unakuwa ni miongoni mwa maadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam. A'da ar-rasul wa anna hadhihi al-adawa amru la budda minhu wala mafarru minhu, na wadui lazima utokee. Haya ni maneno ya mmoja katika wanachuoni wakubwa sana wa Kiislamu. Mmoja katika wanachuoni wakubwa vivyo Ibn al-Qayyim al-Jawzi anasema hajrul Qur'an anwa', kuihama na kuitenga Qur'an ziko za aina nyingi sana. Yani sio tu kuacha kusoma na nini, lakini ziko aina nyingi. Ya kwanza hajru sima'ihi wal imanu bihi wal isighai ilayhi, ni mtu kujitenga kuisikiliza, hataki kusikiliza kabisa Qur'an kabisa, yani hana muda wa kusikiliza, na akiona sehemu nasoma Qur'ani, kuna darasa ya Qur'ani, yeye anaondoka anafanya vitu vingine, hana muda huo. Wala hana muda wa kuiamini Qur'an, haipi muda yani. Hii ni moja katika kuhama, ni aina ya kuhama Qur'an. Aina ya pili hajrul amal bihi, anaweza kawa anaisoma lakini yale yaliyomo ndani ya Qur'an hayafanyi kazi. Hii ni aina ya pili ya kuihama Qur'an. Wewe unaisoma Qur'an kweli, ina maamrisho, ina makatazo, lakini wallahi hakuna amrisho au katazo ambalo unakatazika nalo. Kweli utakuwa umeisoma Qur'an lakini utakuwa umeifanyia hajr, umeihama ile Qur'an wala hutaki kuisikiliza. Hii ni aina ya pili. Aina ya tatu hajru tadabburihi wa tafahumihi, ni kuhama au kuiacha Qur'an kutaka kuelewa nini mazingatio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika yale anayozungumza. Hii ni aina ya kuihama Qur'an. Aina zote hizi ambazo zimezungumzwa na wanachuoni, ndugu zangu Waislamu, zipo. Kwa hiyo ni fursa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kujirekebisha, kuangalia kwamba unasoma Qur'an kwa tafsiri. Kama huna tafsiri, zipo sasa hivi audio za MP3 za Qur'an na tafsiri ya Kiswahili. Ukihitaji unaweza kuja Radio Qiblatain wakakudownloadia hata kwenye flash, kwenye gari, nyumbani au wapi, ukaweka. Kila sura ina tafsiri yake ya Kiswahili na maelezo. Huna udhur wa kusema kwamba mimi sitaki kuelewa Qur'an au sielewi Qur'an. Hakuna udhur huo. Sasa hivi teknolojia imeendelea sana. Watu wenye simu za mkononi anashusha Qur'an kwa lugha yote anayotaka. Inasoma qiraa ya mtu yote, shekhe yote anemtaka. Tafsiri ya mashekhe yote unemtaka. Wewe ni kusearch na kutafuta tu. Unaweka headphone yako unasikiliza, lakini wapi?
Watu leo mziki tu. Kiweka headphone hapa, 90% watu wanasikiza mziki na mambo ya hovyo. Lakini maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu wameyahama, wameyakimbia, na Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi huu. Kwa hiyo ni fursa ndugu zangu turudi kwa Mwenyezi Mungu kupitia Qur'an, kupitia kitabu chake ambacho ni Qur'an. Hii ni fursa adhim ndugu zangu Waislamu. Na kama tulivyosema katika khutba, na tunaendelea kusisitiza kwamba wallahi itakuwa ni udhaifu mkubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala utakapokwenda mbele yake hujawahi kusoma Qur'ani yote ukaimaliza kuanzia ghilaf mpaka ghilaf, hujawahi. Sana sana umesoma sura juzu amma, nusu sura fupi zile. Huna udhuru ndugu yangu. Leo maisha tu ya kawaida ya duniani hapa, mtu ambaye unamfahamu, mfano tu tumfananishe Mwenyezi Mungu na mtu, amekuandikia barua, unamfahamu kabisa, na barua imekuwa addressed kwako, lakini ulipoifungua kuisoma umekuta imeandikwa maandishi ya Kichina, lakini unajua alikutumia ile barua. Kwa tafakur, kwa mtu mwenye akili hawezi kusema anaifunga na iacha, au akaichukua tu akaibusu barua ya mtu anayempenda iko hapa lakini huelewi maana yake. Haiwezekani. Utamtafuta mtu, bwana nimechukua barua na ndugu yangu namfahamu, lakini sijui vipi kaandika Kichina. Najua wewe unajua lugha hiyo umeisomea. Hebu niambie anataka kuniambia nini pale. Atakata kusomea, atasema anakusalimia na habari za huko, mnaendeleaje, anahitaji kitu fulani. Asante, jazakumullahu khair. Basi naomba mjibu bwana. Au nitamjibu mwenyewe. Hii ndio mantiki ya mtu mwenye akili. Leo sisi tumetumiwa si barua, tumetumiwa mwongozo na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudan lilmuttaqin. Qur'an huda. Yani sisi hatuwezi kuishi bila Qur'an, ndio desturi yetu, ndio katiba yetu. Imetumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, imetumwa kwa lugha ya Kiarabu. Mwenyezi Mungu amependa hiyo katika lugha ya Kiarabu. Huwezi kutoa udhuru ukasema mimi sijui Kiarabu bwana. Kweli imetoka kwa Mwenyezi Mungu, mimi ni Muislamu, jina langu ni Muhammad, Ali, Fatima. Unaichukua tu ile Qur'an unaiweka pembeni, unaibusu, unairudisha, unaisoma, hujui chochote Mwenyezi Mungu anataka nini mule ndani. Unasema kile nikisoma herufi moja nitapata thawabu. Kweli utapata thawabu kama una nia hiyo, lakini itakuwa ni huna udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu. Wako watu wanaojua lugha ya Kiarabu. Sasa hivi imefasiriwa katika lugha ya Kiarabu, ipo katika kila sehemu. Kwa nini usifanye juhudi ya kutaka kujua Mwenyezi Mungu ananiambia nini, anasema nini? Wallahi nyumba za Kiislamu hazina msahafu wa tafsiri, hamna. Kutakuwa kuna kila kitu mule ndani, lakini msahafu wa tafsiri ambao ndio unaosoma kwa lugha ya Kiswahili haupo. Hakuna jalasati leo katika nyumba zetu mzazi akakaa na familia katika mwezi mathalan wa Ramadhani hata kwa dakika 10 tu wakasoma sura moja pamoja wakaitafsiri ndani ya family kama aina fulani ya kuenzi Qur'an. Haipo. Kwa hiyo yote ni aina za hajr al-Qur'an, kuikimbia Qur'an, kuisusa Qur'an, kuizira Qur'an. Na bila Qur'an ndugu zangu Uislamu wetu utakuwa hauna maana yote. Kwa hiyo huu ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha Qur'an ndani ya mwezi huu. Na ni muhimu sana ndugu zangu Waislamu, na usia nafsi yangu na nahusieni, tutenge muda kama tulivyosema. Kama utapata fursa kila baada ya swala ukasoma safha mbili maana yake kurasa mbili, yani kurasa mmoja una maandishi huku na huku na kurasa mwingine una maandishi huku na huku, yani ukasoma zile kurasa mbili ambazo ni 4 ndani yake kila baada ya swala, ina maana kwa siku nzima utakuwa umesoma juz'u moja. Umesoma juz'u moja kwa siku. Kwa maana hiyo kama utakwenda kwa mtiririko huo, ina maana Ramadhani inamalizika, alhamdulillah na wewe umemaliza. Lakini kama utakuwa na himma kubwa, unaweza ukamaliza Qur'an mara 2, mara 3, mara 4. Na wala sio kazi ngumu, ni kutenga muda tu kwamba kila baada ya swala mimi nasoma safha 2 au 4. Ukisoma 4 utamaliza mara 2, ukisoma 8 utamaliza mara 4 Qur'an. Ni kujipanga tu, jiwekea timetable yako ya kusoma Qur'an. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, naihusia nafsi yangu na nawahusieni tutumie fursa hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhan kuhakikisha at least kila siku unasoma juz'u moja, kila siku unasoma juz'u moja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.